Mungu mwenye nguvu na mamlaka, naomba ukatende muujiza usiku wa leo Baba, ukamwonekanie mtoto huyu, kile kichwa chake kikarudi katika hali yake ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha hichi kichwa, narudisha mwili katika hali ya umbo la kawaida kama ushike Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nafinyanga umbo hili, nalifinyanga kwa upya kwa neno la Kristo, naliudisha katika upya wake kwa jina la Yesu Kristo. Pendo na uwe mzima sasa. Hii ni huduma ya ujenzi makanisa. Pendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu cha siku zote cha Alhamisi saa 2 usiku. Hii tunakuletea kipindi cha maombezi kwa Global Donor, na kama kawaida kila siku tunakuwa na maombezi kwa kundi maalum kulingana na mahitaji yanayoletwa katika ofisi. Siku hii ya leo tunaomba kwa habari ya wanandoa. Na katika kuombea wanandoa tunalo ombi maalum kwa habari ya mtoto wa familia moja, kwa sababu mtoto alikuwa amezaliwa kawaida na baadaye akamkuta masahibu na afya yake ikatetereka vibaya mno. Maumbile ya mwili wake katika kichwa yakabadilika, akawa katika hali isiyokuwa ya kawaida ya umbo la mwanadamu. Lakini hizo zinaweza kuwa ni hila zake Ibilisi, Shetani, lakini Mungu anabaki kuwa ni Mungu wa miujiza. Nasi tunajua ya kwamba kwa kuwa tumekwisha kumhakiki huyu Mungu wetu wa ujenzi makanisa, hatashindwa na jambo liwalo lolote. Unaweza ukawa umekwenda mahospitalini, umezunguka huko na kule pasipo mafanikio, lakini nikwambie, nakupa matumaini katika siku hii nzima. Wewe mwanandoa, usivurugike, usiharibu ndoa yako kwa habari ya changamoto mnayoikuta na kuipitia katika maisha yenu, wewe na mwenzako. Naomba ujipe moyo, maana hayo ni mapito tu na Mungu yuko tayari. Lete tumaini lako kwa Yesu huyu ambaye nakwenda kukuunganisha. Neno la Mungu linasema, utamwacha baba yako na mama yako, utaambatana na mkeo, mmekuwa mwili mmoja. Ni nini kitakachowatenganisha? Mmeunganishwa mkapata mtoto huyu. Mtoto huyu amekuwa ni baraka katika nyumba, wala msimhesabu vinginevyo. Mtoto huyu amekuwa baraka, hata kama anaonekana na kutana. Katika jina la Yesu Kristo na kutia moyo, nipe moyo mkuu. Nami naenda kuomba sasa, hilo tajaribu naloliona litakuwa historia katika siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Hebu mwamini Mungu ninayemwabudu katika siku hii ya leo. Mwamini Yesu Kristo wa ujenzi makanisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo naileta familia hii ambayo tazama imechanganyikiwa, haielewi iende vipi, maana inataka kusambaratika katika majira haya ambayo Bwana wewe Mungu unataka kujionyesha, unataka kuleta muujiza. Lakini watu wako wamekata tamaa, wanataka kuachana. Yupo mmoja amekata tamaa, naye anataka arudi nyumbani, anaona kwamba ametelekezwa. Nami nakuomba Mungu, ni wakati wako ukajitukuze. Naomba ukajitukuze kwa mtoto huyu akapate afya njema. Mungu ukaweze kumponya katika jina la Yesu Kristo. Na kualika Bwana, mkono wako wenye uweza, mkono wako wenye nguvu ukashuke na kutenda muujiza, ili dunia yote ikapate kujua yupo Mungu wa ujenzi makanisa, yupo Mungu wa ujenzi makanisa, tendaye muujiza katikati ya kukata tamaa. Mungu unajitukuza, Mungu unajionyesha ya kwamba wewe ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Naomba ukatende muujiza usiku wa leo Baba, ukamwonekanie mtoto huyu, kile kichwa chake kikarudi katika hali yake ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha hichi kichwa, narudisha mwili katika hali ya umbo la kawaida kama ushike Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo,
katika jina la Yesu Kristo. Nafinyanga umbo hili, nalifinyanga kwa upya kwa neno la Kristo, naliudisha katika upya wake kwa jina la Yesu Kristo. Pendo, na uwe mzima sasa. Ewe Pendo, uwe na mzima sasa. Kichwa chako na kirudi katika hali ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Wewe katika jina la Yesu Kristo ninahuisha uzima wako ukarudi katika hali ya kawaida. Uzima wako, maumbile yako yakarudi katika hali ya kawaida. Ninatuma moto ukateketeze magonjwa unaokusumbua, ukateketeze kila aina ya vijidudu, kila aina ya maradhi yanayokusemea mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Uwe mzima sasa, uwe mzima sasa. Pokea uzima katika jina la Yesu. Nasinyaza katika jina la Yesu. Ninayeyusha kila aina ya maumivu, kila aina ya uvimbe, kila maji ya ziada na yang'oa katika jina la Yesu Kristo. Toka ndani ya kichwa, toka katika viungo, toka katika mirija, toka katika hali yote kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha uzima wa Bwana wa majeshi. Uzima ukakae ndani ya mtoto huyu, uzima ukakae ndani ya kichwa chake, uzima ukakae, hali ya kawaida ikakae, ikaumbike upya, na kila dunia, kila kiumbe kikakiria kwamba yupo Mungu wa ujenzi makanisa. Ni shore koso oriekeyobese ayobe kabosha etakakakasera roba karoke sababash katika jina la Yesu. Mungu wangu ninayekusikia, ninasikia Baba unashusha uponyaji, ninasikia Baba unashusha. Jehova, 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 shusha uzima ndani ya mtoto huyu katika jina la Yesu. Na iwe pokea pendo, pokea afya, pokea afya katika jina la Yesu. Pokea amani ya Bwana ikatawale, familia ikapate kuuzima, familia ikapate upendo, ikapate tumaini jipya, ikapate uzima, ikapate uhuisho ndani ya nafsi, roho na viungo kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa ikachanue upya kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa ikachanue upya, upendo wa zamani ukarudi. Mungu wangu kajitukuze ndani ya ndoa hii kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu umetenda muujiza, umetenda jambo lako, umetenda jambo lako kikarasa. Kila kitu kitaonekana hadharani wala sio gizani, na kila ulimi utakiria kwamba yupo Mungu wa ujenzi wa kanisa katika jina la Yesu. Ndugu yangu msikilizaji, hii ni ujenzi wa kanisa, maombezi kwa Global Donor. Na kuomba pindi utakapopokea uponyaji, mpendwa msikilizaji, hakikisha unampa utukufu Mungu wako, maana uponyaji umekwisha kuwa mkononi mwako tayari. Uponyaji wa mtoto wako uko mkononi mwako tayari. Uponyaji wa nafsi yako uko mkononi mwako tayari. Msamaha wa Mungu uko mkononi mwako tayari. Kinachobaki ni kumpa Mungu utukufu mara utakapothibitisha jambo hili na kuomba. Hakikisha unamshukuru Mungu kwa sadaka yako ya ujenzi makanisa kupitia akaunti namba unazoziona katika skrini ya simu yako. Mungu ataenda kudumisha uponyaji wako, ataenda kudumisha uzima wako, atakwenda kudumisha ndoa yako. Mungu ataendelea kukuonekana kila uamkapo na kulala. Mungu ni mwaminifu. Nipende kukukumbusha tu, kadiri tunavyoendelea na vipindi hivi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, ili na wengine wakaweze kufaidika na huduma hii ya ujenzi makanisa. Mungu akubariki. Amen.